Na leo nataka tuangalie kipengele kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema umeokoka, maana yake umeoshwa na kutakaswa kabisa. Mtu anaposema ameokoka, maana yake ameoshwa na kutakaswa kabisa. Maandiko yanaposema Mungu ni mtakatifu na wale aliowaokoa wanapaswa kuwa watakatifu. Yesu anaposema mtu akitaka kuurithi ufalme wa Mungu ni lazima azaliwe mara ya pili, maana atakapo na kitu kinafanyika. Mtu huyu anapozaliwa mara ya pili, mtu huyu anapotolewa dhambi zake, mtu huyu anapoonekana ni kiumbe kipya, mtu huyu anapoonekana ni mwenye yake. Maana yake mtu huyu kuna jambo katikati limefanyika, ndio inaompa uhalali wa kuonekana hana hukumu, ya kuonekana ni kiumbe kipya, ya kuonekana hana dhambi, ya kuonekana anahesabiwa haki au mwenye yake. Ni kitu gani? Lakini mtu huyu ni lazima aoshwe na kutakaswa kabisa. Kwa mara ya kwanza akuwa ni mtu mwenye haki, mara ya kwanza akuwa ni mtu ambaye hana dhambi, mara ya kwanza akuwa ni kiumbe kipya. Lakini kiumbe kipya kutokuwa na dhambi, kuhesabiwa haki, unakuja baada ya mtu huyu kuoshwa na kutakaswa kabisa. Kwa wao wanaposema mimi nimeokoka, manake utofauti wako wewe na wengine, wewe umeoshwa na kutakaswa kabisa. Huo ndio utofauti wako. Kwa sababu anayeosha, anayetakasa ni Mungu. Anaosha kupitia damu ya Mwanawe. Kwa yoyote ambaye ataamini katika kufa na kufufuka kwa Yesu, yoyote ambaye atamwamini Yesu Kristo, maana mtu huyu si mtu aliyeoshwa na kutakaswa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tunaoshwa na kutakaswa kabisa na Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Yesu asifiwe. Huo ndio tofauti wetu sisi tuliokoka. Unaposema umeokoka, maana umeoshwa na umetakaswa. Lakini je, umeoshwa nini na umetakaswa nini? Na mara ya kwanza ulikuwaje? Na sasa hivi unaposema nimeoshwa na kutakaswa, nipoje na ninatakiwa nienende vipi? Maana si kama yule. Maana mara ya kwanza nilikuwa ninaenda kwa mchana, nilikuwa ninaenda katika kutambua, lakini Mungu akaniosha, lakini Mungu akanitakasa. Kwa hiyo sasa hivi lazima niende sawasawa na kutakaswa kwangu. Yesu asifiwe. Tusome Wakorintho wa kwanza 6:11. Baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika roho wa Mungu wetu. Wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa roho wa Mungu. Kwa kutakaswa kwako, kuoshwa kwako, kuhesabiwa haki kwako hakupo nje au hakupatikani nje ya jina la Yesu na hakupatikani nje kwa roho wa Mungu. Kwa yoyote anayeamini Yesu, yoyote anayeamini utendaji kazi wa Roho Mtakatifu, maana yake aingie katika kundi la kuoshwa na kutakaswa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye anayetakasa kupitia damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu tunatakasa, Roho anatakasa. Na baadhi yenu kwa watu wanaofariki, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa roho wa Mungu, lakini mlihesabiwa haki. Yesu asifiwe. Kuoshwa, nataka uone tofauti wa mtu aliyeokoka na mtu ambaye aliokoka, ambao unaweza
mwingine nilikuwa nasikiliza anasema, unapokuwa unafikiri, unapokuwa unazungumza, unapokuwa unatenda, unapokuwa unaona, unapokuwa unaambiwa baadhi ya mambo, lazima mwenyewe useme mimi ni kiumbe kipya. Hii sistahili kufanya, hii sistahili kusikia, hii sistahili kutenda, haya sistahili kuyaona. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya kuwa kiumbe kipya, yamkini ilikuwa sahihi kuyafanya, lakini sasa nimezaliwa upya na sawasawa na huyu aliyetakaswa kabla. Barabara yenu kwa watu wanaotarimu, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki bure katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu. Je, wao walikuwa watu wa namna gani ambao wanakuja kutengeneza utofauti? Mara ya kwanza walikuwa watu wa namna hii, lakini sasa hivi wameoshwa, wamekuwa watu wa namna gani? Some rudi hapo kuanzia moja inasema, je, mtu wa kwenu akiwa na shtaka juu ya mwenzake athubutu kushtaki mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na nini, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtahukumu malaika? Basi si shahidi sana mambo ya maisha haya? Basi ikiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa sikivu katika kanisa. Nasema hayo nipate kuwatahayyarisha. Je, hivyo kwamba kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake, bali mwashtakiana ndugu kwa ndugu, tena mbele ya wasioamini? Basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashtakiana ninyi kwa ninyi. Maana si afadhali kudhulumiwa, maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Bali kinyume cha hayo, ninyi wenyewe mwadhulumu watu na kunyang'anya mali zao, naam hata za ndugu zenu. Hao hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafulaji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala wapiganaji, wala wanyang'anyi. Basi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Mbele yako unaona tofauti, na kwa bahati nzuri hata katika CGMA tulifanya hizi ambao nilijaribu kuonyesha kwamba matendo ya mwili ni yapi na matendo ya roho ni yapi, na mtu aliyeoshwa na kutakaswa anatakiwa kuenenda katika hali hii. Biblia inasema basi enendeni kwa roho kabla mtatimizwa tamaa za mwili, maana matendo ya mwili ni dhahiri: uchawi, wizi, ulevi, urawiti, uongo, dhuluma, kelele, kiburi,
kuona ikiwa walioamini mambo hivi, je, sisi ikiwa wao hawajaamini wanaelewa hii, je, itakuwa wanamna, lakini kwa neema ya Mungu akawaosha, kwa neema ya Mungu akawatakasa. Kama umeoshwa na kutakaswa, hautakupenda kuenenda kama hivyo, maana kama umeenda hivyo, ibada ambayo tunatakiwa kuona kwamba hii sio haki yangu, kwa sababu hivi ndivyo nilivyokuwa nimeenda mwanzo. Mimi nasema kuna vitu yale kwa kazi dunia pia inakwenda. Shetani kuna vitu vingi ambavyo kwa wakati wa vijana sio lazima kuonekana uelewa, lakini lazima uangalie, je, natakiwa kuenenda vipi kama kiumbe kipya? Hata hivi kuna wakati tunapoteza sana muda. Sio lazima kwenye uchawi. Kuna vitu unaweza kufanya visiwe na utukufu mbele za Mungu. Sio lazima kwenye uzinzi. Lakini wewe uliyeoshwa, lakini wewe uliyetakaswa, unatakiwa kuenenda vipi? Unapokaa wasiwamini mazungumzo yako yapoje? Especially sehemu ambazo unaenda watu hawakujui wewe mpya. Ni rahisi sana wewe kuambia watu wewe uko, ni rahisi sana, ngumu sana. Utakuwa na mazungumzo yanafanya na unajua wale watu hawakujui hawakufahamu. Ni rahisi sana kuambia bwana wewe kama ni polisi. Ndio maana mtu mmoja akasema ni vyema sana unapoenda sehemu kabla ya watu hawajakujua wewe ni mtu wa namna gani, waambie kuokoka. Hiyo tayari itakusaidia wewe. Yaani tunaweza kusema ni kama umeshapiga dini mwenyewe. Wewe ulikuja kukwambia kuokoka na kuna wengine wanasema hiyo itakufanya wewe uendelee kukaa kwenye namna hiyo sawasawa kwa hiyo kitambulisho kwao. Maana tayari kuokoka kufanya kitu ambacho pengine hakistahili. Kwa nini? Kwa sababu nimwambia mimi nimeokoka. Na utofauti kweli lazima uone. Kwa nini uwe sawa? Ikiwa uokoka maanake ni kuoja na kutakaswa, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, waongo, wachawi, walevi, wanawiki, wapiraji, watu wa dhulma, lakini Mungu akawaosha na akawatakasa katika jina la Yesu na kwa Roho wake. Maana tunatakiwa kuenenda sawasawa na ule zamani, lakini tunatakiwa kuenenda sawasawa na upya ambao Mungu anategemea kuona kwetu. Hakuwa na wapira kwetu. Lakini kuendelea katika dunia hizi ni bakua kwa Paulo alikuwa anashiriki katika kanisa. Akisikia mienendo yao, anawaambia msienende hivyo, msiwaze hivyo. Nyinyi ni viumbe vingine, nyinyi ni watu wengine. Mtu anapoona akiuliza maswali ajue kabisa kwamba mbona huyu yuko tofauti. Zamani ulipokisikia mkono, watu wanakuita mshamba, leo ukiuliza mwalimu. Haendani na fashion ambazo watu wanaenda nazo. Haongei kama watu wanavyoongea. Watu waliokuwa wakivaa tai na watu warokole, makoti ya suti warokole, nguo zenyeji wa warokole. Lakini kwa kadri siku zinakwenda, watu nao wanataka kuja upande huu. Lakini Paulo anasema nyinyi sio kama hawa. Nyinyi ni watu wengine. Ukionekana unatakiwa uonekane wewe ni mtu mwingine. Sio kutaka kuwapata kama kuwa. Mbona ukiangalia baada? Mbona uangalia yale tunayoangalia? Mbona usikilize yale tunayosikiliza? Benjuzi kuna mtu akaona dini huko anaomba
akamwomba kutulia, anamwambia leo aweke zile nyimbo. Akasema ndio haina shari. Akasema mimi basi mimi niweke kwa kwangu kule mziki hapo, naona mtambo upoza kwenye hizi sikilizaji mzuri. Kwa nini anaendelea kuokoka? Mbona hii ni sawa? Wewe sasa chakua ama ni hapo na kuruhusu kusikiliza, sikiliza. Lakini vitu ambavyo nilikuwa nasikiliza hivi zamani, sasa hivi sisikilizi tena. Wewe unaona kama station naweka nyimbo za wasanii, hakuna zamani tunataka mambo ni matusi zaidi ya matusi. Kwa hiyo akitaka nikae niweze kusikiliza matusi kuanzia asubuhi mpaka jioni, ukosefu wa akili. Aina ya kila njia ukisiangalia kwa makini kilichobainishwa ndani hamna kitu. Sio lazima ukupe kwenye haya ambayo yanaweza kusukute au naweza kusukute, lakini je, haya mengine ambayo sasa hivi ndio yako kwa wingi sana. Nisomea Wakorintho wa kwanza 5:23. Kwanza 5:23 nasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Masomo haya na kuendelea kujifunza, tunaendelea kukua, na malengo ya masomo haya ni kuendelea kuimarishwa na kukamilika. Bila kumbuka kipindi hicho tunasoma, unajua wewe hapo kupata 99.9 katika mtihani yako darasani, sio shabaha ya wazazi wala sio shabaha ya shule, isipokuwa wewe unaonekana huko katika kundi ambao nitakuja kuingia kwenye nini shabaha, lakini bado sio shabaha. Mzazi anafanya hii, akasilia mtihani wa mwisho, anataka mwanao amefaulu, lakini mtihani hii ya kawaida mzazi hawezi kama amepasua. Watu wanawambia subiria za form, subiria form 6, subiria darasa 7. Lakini hapo ndipo wanafanya tusijione kana kwamba hatuwezi kubadilika, tusijione kana kwamba hatuwezi kukua, angalau bado kupo. Na ndio maana tunasema bila lawama hata wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ambaye mwenyewe awatakase kabisa nafsi zenu, roho zenu na miili yenu muwe kamili, mmekamilishwa. Hata masomo haya tutaendelea kujifunza, wewe kamili unaendelea kukamilika. Kwa nini? Kwa sababu failo bado mtihani wa mwisho bado ambao Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja, hapo ndipo itakapojulikana. Kwa maana Yesu kuna sehemu akasema wa mwisho atamwamini kwanza atakuwa mwisho. Alikuwa anawaambia Mafarisayo ambao wao walikuwa ni watu wenye hesabiana, anasema lakini Yohana alipokuja alihubiri kwa habari ya toba, alitubu, alihubiri kwa habari ya ufalme wa Mungu, alitubu, alikugeuka na kugeukia yale maombi yake. Lakini baada ya kutoza ushuru waliposikia, wao walibadilika na wakamfuata. Lakini ambaye mlikwambia jiona wa kwanza wamepokea watu waliamini Injili, wamekuwa wa kwanza kabla yenu. Kwa masomo yanapendelea kusikia, usikae kama Farisayo kwamba siwezi kubadilika. Sasa ipo inakuja uamani mwenyewe atakuwa takasa kabisa roho zenu, nafsi zenu na miili yenu mpaka kuwa kamili bila lawama, hata wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu ni Mungu
Bwana Yesu Kristo. Wote waliotakaswa ni wale waliokuwa ndani ya Yesu. Unatakaswa kabisa. Lakini Mungu akikuangalia aone msana. Lakini Mungu akikuangalia aone kitu ambacho kinaweza kumfanya yeye asikuite wewe mwanaye. Waniweza kuangalia kitu ambacho kwa maisha yangu akija maana, akija umivu, sioni kama kinakutaji, sioni kama kinaniongezea kitu. Yaani hapo ndipo unapoendelea kukamilika. Hapo ndipo unapoendelea kwa mwana wa Mungu. Hapo ndipo Mungu anapozidi kuona hakika unafanana naye. Tulijifunzaje katika ile mamlaka kwa nini tukasema Mkristo ni sawa na mtu ambaye anakwenda jimu, labda ni mtu mwenye nidhamu au ni mtu mwenye mwili mkubwa, lakini anapofika pale ni kawaida jimu utakuta kuna picha zile ambazo wanaonyesha watu wenye nini, wenye six pack, watu ambao wanaonekana ni wana mazoezi. Kwa hiyo wewe ukifika pale, shabaha yako utataka kuwa kama yule, kwamba mimi juhudi zangu za mazoezi natamani siku moja niwe kama Mungu. Hata ukiangalia mwili wako, kitabu chako umele hapa na vitu vinavyofanya nipunguze kula, unaambiwa punguza kula, asubuhi fanya hivi, ndiye kufanana yule na kula tunaishia tena. Amejaribu tu kuruka hawa amejaribu squashi kishaka kasema katika ukovu ndio wetu sisi na Yesu Kristo. Hata unapokoka picha ambayo unaonyeshwa ni kufanania kama nani? Katika Efeso anasema hata wafikie cheo cha umiliki wa Kristo bali upana, kimo, urefu na kina. Maana unapoendelea kujibidiisha, unapoendelea kuomba, unapoendelea kufunga, unapoendelea kujinyenyekeza, unapoendelea kujibidiisha, unatimia na nguvu yako ni kutaka kumfanania Kristo. Ukifunga ukaambiwa Yesu alifunga siku 40 kama. Ukiomba utaambiwa Yesu akaomba usiku kucha. Ukiwa mnyenyekevu utaambiwa yeye alikuwa mnyenyekevu hata mauti. Kusamehe utaambiwa ijapokuwa alipigwa mpaka akaweza kuhesabu mifupa yake, lakini akasema Bwana wasamehe watu hawa na wala usihesabie makosa. Sasa wewe kinakufanya usisamehe ikiwa wewe katika shida yako unataka kumfurahia yule ambaye aliweza kusamehe watu waliompiga mpaka wakafa, lakini wewe unasema huyu kwa alichonifanya siwezi kumsamehe. Umefeli. Tunakutana na Yesu anasema hakuna upendo usidio kama huu, watu kutoa uhai wake kwa sababu ya rafiki yake. Wakula ambaye wewe unataka kujifunza kwake, yeye upendo wake ulienda mbali kiasi kwamba akatoa uhai wake kwa sababu ya rafiki yake. Wewe unashindwa kutoa yako kwa sababu ya rafiki yako, unashindwa kutoa gauni kwa sababu ya rafiki yako, unashindwa kutoa chakula kwa sababu ya rafiki yako. Lakini huyu ambaye unatoa ufanya naye anasema hakuna upendo kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa sababu ya rafiki yake. Basi mimi nimekuwa rafiki yeye. Kwa nini? Kwa sababu nimeutoa uhai wangu kwa sababu yenu na wapenda mno. Inakuwa sisi ambayo tunasema tumeokoka ambaye tumetakaswa, tusienende tena katika uchovu, tusienende tena katika ugaidi, bado vitu hivyo vinakutoa macho. Unajua mpaka leo kuna chakula kinaweza kinatoa macho. Chakula mtu haja kwake, lakini jicho linatoka macho. Sasa amekuwa kwake
unatembea mingi, labda unashinda kuchukua tu mbili moja ufahamu. Ama hiyo ni mengi ya msimu. Soma katika Mathayo mwisho kule. Yesu anasema mtamwona Mwana wa Adamu akija katika utukufu wake na malaika zake na atakaa katika kiti cha enzi. Kondoo na mbuzi watakusanyika, kondoo kulia, mbuzi kushoto, na atawaambia wale kondoo, ingieni kwa ufalme wa Baba yangu. Alafu wale mbuzi atawaambia waondoke. Lakini watu wataweza kuuliza maswali na Yesu atawajibu. Baada Yesu atawaambia kwamba wale mbuzi, nilipokuwa niko kifungoni mkuja kunitazama, nilipokuwa nimejaa kuilisha, nilipokuwa mgonjwa mkuja kunitazama, nilipokuwa nina uhitaji mkuja. Wakamwambia, Bwana, ni wakati upi ulipokuwa umefungwa? Ni wakati upi ulikuwa unajaa? Ni wakati upi ulikuwa unahitaji? Yesu akasema, yoyote aliyemfanyia mdogo miongoni mwa ndugu zenu alikuwa ananifanyia mimi. Anasema unapomfanyia ndugu yako Mungu anaona, unapomkaribisha ndugu yako Mungu anaona, unapomuuliza ndugu yako uendeleaje zaidi hii na hii, Mungu anaona. Unapokuwa karibu na ndugu yako kwenye mahitaji, Mungu anaona. Na ndio maana somo mojawapo la ukuaji wa kiroho ni yale tunayoyasoma yakija kuaffect maisha yetu halisia. Yaani kusoma kwamba Mungu alitusamehe, usiishie tu Mungu alitusamehe. Je, imekufundisha nini wewe kwenye kusamehe? Ukisoma kwa maana si Mungu alipenda wewe au Mungu alipenda, je, imeathiri maisha yangu mimi kupenda wengine? Kwa sababu kusoma kusamehe ni tofauti na kuingia katika practical. Practical ni ngumu. Kusoma kupenda ni tofauti na kuingia kwenye practical kupenda. Sababu ya upendo unaonekana. Upendo hauhesabu nini? Hauhesabu mabaya, bali usitiri wingi wa dhambi. Kwa hiyo wewe unapenda katika mazingira ambayo yalikuwa yanakufanya wewe upende. Lakini upendo unaonekana pale ambapo umepaswa, umechukizwa. Upendo pale unapokuja kuonekana. Ndio maana tunda la Roho ni nini? Ni upendo, uvumilivu, kiasi. Yesu asifiwe. Tusome Waebrania 2:11. Kwa kuwa ilipasa yeye aionje mauti, kwa kuwa ilipasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vilikuwapo, akileta wana wengi waufikie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake, akisema, mtayumbika. Kwa maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii au kwa maana hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Katika muktadha hapa anayetakaswa ni Yesu Kristo, wanaotakaswa ni sisi wote, watoka kwa mmoja kwa Mungu. Yesu aonaye kuita ndugu zake. Yesu asifiwe. Unakuwa ndugu wa Yesu kwa sababu umeoshwa na kutakaswa. Kwa hiyo wasiooshwa na kutakaswa, maanake wao hawawezi kuwa ndugu wa Yesu. Sawasawa hiyo Wakorintho tuliyosoma kwamba na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa. Maanake kuoshwa na kutakaswa kwako ndio kunakufanya wewe
Yesu amewahi kuwaita ndugu zake. Kwa nini? Kwa sababu mlipooshwa na kutakaswa mmekuwa safi na mmekuwa kamili, maanake mmekuwa ndugu wa Yesu Kristo, isipokuwa yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, alafu sisi tukafuata, maanake tumeingia katika kundi la kuwa wana wa Mungu. Basi unapookoka au unaposema mimi nimeokoka, maanake mimi nimeoshwa na kutakaswa kabisa katika jina la Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu. Yesu asifiwe. Wako takili kueleza katika hali za zamani, hatutakili kueleza katika hali ya zamani. Sawa na mtu ambaye anajiangalia kwenye kioo kwamba ipoje, alafu akisha kuondoka anasahau nilikuwaje. Sawa na mtoto unakunyosha kutoka kwenye matope, unamweka, unamvesha mtoto pia, unamsafisha, halafu baada ya dakika 5 anafanyaje? Anarudi tena. Haipaswi kuwa hivyo. Katika ndugu Yesu Kristo, tunamwangalia Yesu maisha yake yalivyo, alivyoeleza, alivyotembea, alivyofunga, alivyoomba, alivyofundisha, alivyochukuliana na mambo, alivyoangalia mambo jinsi yanavyoweka. Halafu anasema kwa nini mmetakaswa? Yesu maoni haya kuwaitakini ndugu zake. Sasa wewe hata ndugu wa Yesu, je, unawaza? Kuna mtu mmoja anasema, unajua wasta atuamini, na anasema yamkini atuamini kama ni halisia sana kile ambacho Yesu amekizungumza katika Mathayo alipokuwa anawaambia wanafunzi katika Mathayo 28 kuanzia 18, anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Tazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Swali, Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi physically au katika spiritual? Kwa maana alikuwa anaonekana au alikuwa onekana? Maana Yesu anaongoza, lakini anasema tazama nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa usiku ukijua dahari ya kukamilika lini, ndio huo mwisho wa Yesu kwa pamoja na wanafunzi. Lakini kwa watu hawakuoni, wanahisi Yesu hayupo katikati ya watu, na ndio maana unaweza ukajikuta ukiwa peke yako unakutana, lakini utakuwa una uhakika kila unapotembea kwa kumwamini Yesu upo pamoja na Yesu. Kuna baadhi ya vitu usingekuwa unakifanya, lakini kwa kuwa hauamini. Yesu asifiwe. Unajua miujiza, Yesu anaposema na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Unajua miujiza ni ishara inayoonekana, inayofanywa na mtu asiyeonekana, yaani kitu kinachoonekana lakini kinachoashiria kwamba kuna mtu anayefanya asiyeonekana. Maana miujiza ni kitu ambacho kinaenda against na vile vitu tulivyotegemea, yaani mambo yalivyoshindikana inaweza kuwezekana na ikaiumiza. Lakini kwa nini inawezekana? Ikiashiria kwamba katikati mnaotuona yuko mwenye nguvu zaidi yetu, anaweza kufanya hivi. Kwa muujiza unapotokea ni ishara ya kuonyesha kwamba tuko pamoja na Yesu mpaka ukamilifu wa dahari, ambaye yeye ndiye anaweza kuyafanya hayo. Bwana ametuwezesha sisi tuweze kuyafanya hayo. Kwa muujiza unapotokea ni kiashiria au ni ishara ya kuonyesha kwamba wewe umekuona sisi kwa macho, lakini ndani yetu sisi yupo asionekana kwa macho, na kupitia ule ndiye anayefanya haya yanayoonekana kwa macho. Mtoto labda mtoto wako usiku nipeleke chooni. Ukimpeleka akiwa akuoni, baba kama anaoni, yaani anahisi kama anaweza ikamtokea chochote, lakini akiwa anakuwa wewe kuendelea, ingia ndani kidogo, yaani akatoka. Lakini wewe akiwa tu anakuona pale, anajua mambo yako sawa sawa, lakini yamkini kama hakuna unachoongeza, lakini yeye anasikia ile
hiyo kwetu sio dhahiri, isipokuwa ni hivyo kwamba pale ndani. Lakini Yesu anasema nipo pamoja naye hata ukamilifu wa dahari. Anasema hivyo aonaye waita au kuita sisi ni ndugu sana. Yesu sasa kwa sababu kwa dakika 10 kama kuna swali. Lakini tuendelee na somo letu. Mtu anaposema ameokoka, anakuwa amepokea kitu gani? Unaposema ameokoka, unakuwa umepokea kitu gani? Au tuliangalia kipengele kadha wa kadha. Tukasema mtu aliyeokoka ni kufanya samehe dhambi zake. Tukasema mtu aliyeokoka anakuwa ni kiumbe kipya, lakini lazima uzaliwe upya ili uweze kuurithi ufalme wa Mungu. Lakini mtu ulipozaliwa mara ya kwanza au kuzaliwa katika hali ya haki, maana mkubwa umeingia katika treni ya wale waliotoka kwa Adamu, na wote waliotoka kwa Adamu walikuwa wametenda dhambi na kuhukumiwa na utukufu, lakini walihesabiwa haki bure inayotokana kwa imani iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Lakini tunasema hakuna tena hukumu ya dhambi juu ya wote waliokuwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu sheria ile ya Roho, sheria yule wa Roho ameweka mbali ya sheria ya dhambi na mauti, na inawezekana kuwa na adhabu ikiwa Mungu ndiye ambaye atakayehukumu, na Mungu atakayehukumu anakaa upande wetu. Tuseme nini juu ya haya? Na Mungu akiwa upande wetu, ni nani awezaye kuwa juu yetu? Pale wewe kwa upande wa Mungu, alafu Mungu ndiye anayehukumu, lakini haui sehemu ya wanaohukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni wana wa Mungu. Halafu leo nasema mtu anaposema anakuwa maana yake ameoshwa na kutakaswa kabisa, ameoshwa na kutakaswa kabisa katika Roho wa Mungu na katika nini? Na katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anasema kama kuna swali kuhusiana na kipengele kilichobakishwa katika sala cha kuoshwa na kutakaswa kabisa, sasa kama kuna swali kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja Kristo kwa kumwaga damu yake imetufanya sisi tupate utakaso. Kwa kutolewa Yesu Kristo mara moja tu imetufanya sisi tupate utakaso. Tumetakaswa kwa muktadha wa Wakorintho, maanake ni yale matendo au nidhamu, ni yale matendo ambayo yanakwenda kinyume na Mungu, yale ndiyo yanaoshwa na kutakaswa kabisa, ili mtu wa Mungu apate kuwa kamili, anaeleka katika kila jambo lililokuwa jema. Kwa nini? Kwa sababu ameoshwa na kutakaswa kabisa. Hivyo Mungu anategemea aenee katika hali hiyo, aenee katika tunda la Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Mimi sijaelewa kwa sababu nimechelewa. Kwanza moja mbili. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Biblia inasema Korintho 1:2 inasema kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Paulo analiandikia kanisa la Korintho, anasema kwa kanisa la Korintho, wale waliotakaswa na jina la Bwana wetu Yesu Kristo, walioitwa wawe watakatifu. Kwa kanisa la Korintho, Paulo anaanza kuwasalimia katika utangulizi wake, anajua hawa ni watu wanafanyaje, waliotakaswa, waliooshwa ili wawe watakatifu. Swali lake
ukisoma mbele anasema nilisikia kweli kuna fitina. Ukisoma anasema 11 anasema kwa maana ndugu zangu, nimeandikiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani kwa roho ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni ya kwamba kila mtu aweze kusema mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Swali langu, kwa nini Paulo anajaribu kuambia kanisa la Korintho kwamba ninyi mliotakaswa ili muwe watakatifu, alafu baadaye anaendelea anasema lakini ninyi mliotakaswa, ninyi mliooshwa, ambao hamstahili kuonekana kwenu kuna mapungufu. Kwa nini anaendelea anasema lakini nimesikia kwenu kuna fitina? Maana katikati yetu kumetokea mgawanyiko. Liko kundi linalosema sisi ni wa Apolo, liko kundi linalosema sisi ni wa Paulo, na liko kundi linalosema sisi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Swali langu, inawezekanaje watu waliooshwa na kutakaswa ili waende watakatifu, au wale watakatifu ambao Bwana wao ni Yesu Kristo, ndani yao kuwe kuna fitina? Karibu. Na sio fitina, kwa Korintho kuna vitu vingi sana ambavyo vinaonekana ili mtegemeo na kanisa la Korintho, na kwa sababu ya Paulo kuandika waraka, lakini utangulizi wake kawaida ni watu waliooshwa na kutakaswa, ni watakatifu. Na tunajua ukioshwa na kutakaswa, enenda sawasawa na kutakaswa kwako, enenda sawasawa na kuoshwa kwako. Umeoshwa kutoka kwenye nini? Umeoshwa kutoka kwenye hizo fitina, kwenye hizo dhambi, kwenye unazi, kwenye ulevi, kwenye uongo, kwenye kuabudu sanamu. Ila kuache sana kuoshwa kwako, lakini katikati kuna fitina. Sasa kama kanisa Jadi kwa ufupi swali linaweza kwamba kwa nini Paulo anaandikia Wakorintho kwanza anaanza na nyinyi watakatifu, alafu baadaye anaonyesha dosari iliyopo katika kanisa la Korintho. Kwanza kabisa ni kwamba mtu, kwa nini Paulo aliwaita watakatifu? Kwa sababu mtu ukishazaliwa mara ya pili tayari umeshafanyika mwana wa Mungu, ushafanyika mzao mteule. Haita mtu kimwamini Kristo tayari ushakuwa kanisa takatifu au umekuwa mtakatifu cha kwanza. Sasa dosari inayokuwa ndani yake mpaka Paulo anaanza kuwaita watakatifu ni kwamba mtu ukishamkiri Kristo umeingia katika familia ya uungu. Kukosa kwako hakuna sababu ya wewe kukuita sio mwana wa Mungu kwa sababu umekosea. Ni kweli tayari umeshazaliwa mara ya pili, lakini sasa ni sawasawa na wale wana wawili. Ukisoma ile Mungu mwana mpotevu, habari yake tunaijua ni kwamba kwa nini hajaondolewa nafasi ya kuitwa mwana, lakini akaitwa mwana aliyepotea. Ndio hapa Paulo pia anaonyesha kwamba hawa, kwa sababu tayari walishampokea Kristo, hawa ni watakatifu, lakini watakatifu ya kuonekana solo pale walipoiacha njia ya utakatifu, wakaingia kwenye fitina, wakaingia kwenye uzushi, wakaingia kwenye mambo kadha wa kadha, na ndio maana anatoa dosari zao, lakini bado wao wana asili ya kukombolewa. Tunamalizia kwa dakika moja. Jibu hilo ni sahihi kwamba nilishawahi kusikia kwamba kwenye Biblia kuna vitu viwili vikuu sana ambavyo kujiona kwake unaweza ukahisi sometimes unakuchanganya, lakini jaribu kuangalia asili na mwenendo. Biblia inazungumzia mambo haya kwa asilimia kubwa sana, asili na mwenendo. Mtu aliyeokoka asili yake inabadilika pale pale. Kristo alikuwa anaitwa mwana wa Mungu, na wewe ukiokoka unakuwa mwana wa Mungu, lakini haina maana utaanza kutenda kama Kristo alivyokuwa anatenda. Maana Kristo ni mwana wa Mungu na wewe ni mwana wa Mungu. Kristo ana mamlaka yote na wewe una mamlaka yote, lakini wewe kuanza kutumia mamlaka yote kama Kristo alivyokuwa anatumia mpaka ujifunze. Si milele. Yaani sasa hivi Yesu alikuwa anaitwa mwana wa Mungu,
Yesu anaitwa ni nuru ya ulimwengu. Wewe ukiokoka hapo hapo unaitwa ni mwana wa Mungu, unaitwa ni nuru ya ulimwengu, unaitwa ni mtu mwenye mamlaka yote. Lakini kwanza kuonesha kwamba ndugu yako inakaa vipi, kwanza kuonekana una mamlaka gani, kwanza kuonekana kweli mwana wa Mungu, mpaka utakapojifunza kwa asili yako ni mtakatifu, lakini uenende sawasawa na utakatifu. Maana yake unafundishwa ili uenende sawasawa na utakatifu. Sika maendeleo unakuisha malizia kwa sekunde moja na sababu ina uchache tu, majibu yote ni sawa, na ingine inayosababisha ionekana hiyo fitina na ikiwa mtu mtakatifu pia inatokana na uchanga wangu, mchanga wa kiroho, ambapo unapokoka kuna improvement, kuna ukuaji ambao unakuwa huyo mtu aliyokoka apiga hatua kiasi kwamba afikie ule ukamilifu, ule utimilifu wa cheo cha utimilifu wa Kristo. Ukisoma mwanzoni kwenye mstari wa kwenye Wakorintho wa kwanza 3, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 nitaanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nasema, lakini ndugu zangu, nyinyi sikuweza kusema nanyi kama ni watu wenye tabia ya roho, bali kama ni watu wenye tabia ya mwilini, kama watoto wachanga katika Kristo. Na nimeshauriwa kuwalisha chakula kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, na hata sasa hamkiwezi. Mstari wa 3, kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwili. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwili ninyi? Tena waenenda kwa jinsi ya binadamu. Kwa hapa Paulo anazungumza na kanisa la watoto ambao bado ni wachanga, na ndio maana anasema bado kwa sababu ni wachanga wanaendelea kwa tabia za kimwili za mwilini, wa mwenendo wa kawaida ya binadamu, kwa sababu na nini na fitina. Kwa hiyo bado anazungumza na wachanga, kwa maana anaweka fitina, anaweka husuda, kwa sababu bado ni wachanga, lakini tutakuwa kuwe bado, maana ndio tutakuwa kujifunze na kukua elimu. Nimeeleza sana kwamba uchanga wao watoto wao hawafai wao kuitwa au kuitwa watakatifu, bado watakatifu, bado waliooshwa na kutakaswa, lakini kwa sababu ya uchanga hawaenendi katika utakatifu. Tunamacho kuomba Baba Mtakatifu Yesu Kristo wa Nazareti, tunasema asante Bwana kwa kukusaidia kuendelea kujifunza mambo haya ya mazuri, upate kukua hata kupata kufikia cheo cha utukufu wako Kristo. Bwana, wewe ni kielelezo cha Mfalme mtakatifu, tunajifunza kutoka kwako Bwana. Basi Mfalme, kama jinsi ambavyo umesema kwamba tumeoshwa na kutakaswa kabisa katika jina la Yesu na katika Roho wa Mungu, basi tusienende katika hali ya zamani, katika fitina, katika husuda, bali tuendelee katika kula la Roho. Baba, unapata kujalia kila mmoja apate kupunguka katika mambo yote, tukapata kujua ya kwamba sisi ni watu tuliooshwa na kutakaswa kabisa katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai.